ya vijana Naam, ambao kwamba wanatakiwa kuwa kama role models Naam. katika hali yao ya kuwa Waislamu. Ndio. Na hawa mabinti kama unavyoeleza, Naam. kwa hali hiyo Naam. ya kuitumia mtandao ama ni internet ama ni chochote kile. Ndio. Anaweza kukupitia mtandao ule akawa ni kielelezo chema kwa mabinti wengine ambao ndo wanakuwa wanapitia pathi, ama hata asiyekuwa Muislamu kwa mfano. Yaani leo hii inatakiwa kuwa na tofauti. Anapokuwa mtu katika kurasa hizo za internet, anapitia kuja kuona hii ni kurasa ambayo kwamba inamilikiwa na Muislamu na kurasa isiyomilikiwa na Muislamu, tofauti yake ni hii. Yaani kwa kielelezo chema nafikiri inakuja hapa kwamba sidhani kuna tatizo wewe kuwa kwenye ile internet au kuwa na safa ya internet, ima iwe ni Facebook zile maarufu ambazo zinajulikana au ni makurasa nyingine zile, ukawa unapatikana pale, lakini unapatikana kwa unwani ya kwamba anayekuona anajua kwamba kweli huyu ni Muislamu na anafuata kweli sheria. Na kuna mazuri unaweza ukayafanya mengi, ukaweza kueleza masuala kwa mfano ya kujihifadhi. Wewe kama binti ukawafundisha mabinti wenzako jinsi ya kujihifadhi. Leo hii kuna programs nyingi tu za kuweza kufundishana. Kama unaijua Qur'an ukawafundisha wenzako Qur'an. Ni kweli. La wewe ukasema mimi sitaki masuala ya Qur'an lakini ni mzuri labda kwenye mapishi. Jistiri vizuri, jifundisha, tumia nafasi wafundishe wengine mapishi. Tumia nafasi ile lakini kwa kujistiri kwa hali yako ya kuwa Muislamu, na inakuwa inavutia zaidi. Kwa anapokuwa yule ambaye si Muislamu akaja akaona kitu kama kile, akaona kumbe hata Uislamu ni mzuri, ni nzuri, sio hamna hayo ambao labda kama kulikuwa na athari yoyote aliyokuwa nayo yeye na fikra mbaya kuhusu ikawa imebadilika kupitia ukurasa wako. Lakini ikiwa utayafanya kama mfano ule unasema wewe, inakuwa badala ya kwamba uendeleze, utangaze, uionyeshe sura nzuri ya dini, unakuwa unaibadilisha. Ni kweli kabisa. Na ndo kama unavyosema sasa zile kumbe zinabadilika, inakuwa kumbi